kwa msiba wa marehemu babangu, kwa kweli ilinikuta katika situation ngumu sana. Nikuta katika situation ngumu. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 8 kama tarehe 14 hivi. Tulikuwa Mlimani City, tulialikwa pale Mlimani City mzima dunia. Jioni mida saa 12. Lilikuwa tukio la maandalizi ya tuzo za bodi ya filamu hizi. Kulikuwa kuna ushirika fulani hivi. Yaani baada ile situation kikweli hali ilinitoka. Baada ya hapo saa 12 jioni ndipo kwenye gari tunarudi sasa kambini kwa sababu tunaenda timu ya dunia yote, tulikodi Costa wote tulienda. Saa 12 jioni mimi nilikuwa nimekaa siti ya mbele. Nikapigiwa simu na kakaangu. Yuko Dar es Salaam hapa ni Pacha, ni Kulwa. Aliponipigia simu akanambia, mdogo wangu baba amefariki. Baba amefariki Ilikuwaje na nini? Akanambia amekutwa ndani na siku hizo 3 kafariki. Alikuwa peke yake ndani. Kwa hiyo ile situation kama imenichukua kiukweli. Taarifa baada ya kuwa kwanza kabla ya babangu nilifiwa na mtoto. Mwezi ulikuwa mwezi wa 6 nilifiwa na mtoto. Baada ya kufiwa na mtoto kiukweli baba Asma alitoa fedha kwa ajili ya nauli ya kwenda na kurudi na mazishi na kila kitu. Namshukuru Mungu sana baba Asma alinisupport na timu nzima dunia ilinisupport. Na baada ya msiba wa baba Asma pia na timu nzima dunia ilinisupport katika nafasi kubwa sana. Walinipa nauli ya kwenda na kurudi na kila kitu. Nikawa sikufanikiwa kwenda, alifia Mwanza, sikufanikiwa kwenda msibani kwenye nani, walikuwa ni Mwanza, sikufanikiwa. Nikaenda kwenye 40 kwa sababu nyumbani kabisa ni Tabora, ila Mwanza alienda kimaisha baba. Kwa hiyo kwenye 40 ndo nikawa nimeenda sasa Tabora. Nashukuru Mungu nilipofika kwenye 40 kiukweli watu walikuwa ni wengi sana. Watu walinipokea sana. Hata ile sehemu watu walijaa. Ile siku ya 40 watu walikuwa ni wengi. Nilipiga picha mpaka nilichoka. Na vipi ile hali sasa, ile moment ya watu kuwepo, ulikuwa unajisikiaje? Cha kwanza nilikuwa na huzuni ya marehemu babangu, lakini watu walivyokuja kunipokea kulingana na kazi nafanya walinipa faraja. Nilifarijika kiukweli. Niliona kabisa kwamba nyumbani nilitoka nyumbani na nikaahidi kwamba kuna siku nitarudi nishakuwa na jina. Na kweli nimerudi sasa. Hata familia yangu waliokuwa wananidharau wote, huwezi amini brother, nilikuwa kama mfalme siku hiyo nyumbani. Yaani ukifika muda wa chakula hawezi kula mimi sipo. Lazima wanisubiri ili nikale pale. Nilichinjiwa kuku nyumbani. Simeona vizuri brother. Niliitwa kwenye familia kwa dada, sio kwa mjomba, sio kwa nani. Nilikuwa naalikwa. Kila nakoenda nakuta kuna chakula kizuri, kuna mazingira mazuri. Mashabiki walikuwa ni wengi. Watoto wa Kinyamwezi, Wanyamwezi wenzangu walinipenda sana kiukweli. Watoto wa Kisukuma walinipenda sana. Lakini pia niliondoka nikaenda kwa mjomba, ni kijijini kidogo paitwa Sikonge. Nilipofika kule, hiyo siku kulikuwa kuna harusi. Karibia na kwa mjomba hapa, alafu harusi ilikuwa hapa. Nikapita na bodaboda. Kuna mmoja aliniona. Kavumba dunia yule. Jamani na Manyanya atakuwepo. Watu walitoka pale harusini wote wakanifuata. Na picha nazo zote ambazo nilizopiga nazo kwenye simu yangu hapa. Zote nazo. Watu wakanifuata mpaka pale nyumbani kwa mjomba. Ikabidi sasa mjomba aitwe na wale waongoza harusi. Kwa sababu bwana, hebu mwambieni kijana basi aje hapa harusini, tutampata chochote kitu. Nikapewa 20,000. Bwana mshikata 20 hapa ndugu yangu. Njoo hapo ushike mic uongee tu kidogo. Kwa walivyoona narudi tena huku, jopo la watu nalikanifuata nyuma tena. Nikasema nimekuwa Diamond jamani. Kumbe ni uigizaji tu. Sasa Diamond wewe nakuaje? Nikafika kweli pale nikashika mic. Ile 20,000 nilopewa nikatoa tena pale kwa bibi harusi na bwana harusi. Nikashika mic, nikawaambia kitu bwana harusi wewe kama Manyanya, bibi harusi wewe kama Violet. Ukiruhusu Manyanya huyu bwana harusi huyu atakuwa kama yeye atapata bi mdogo pembeni. Kwa hiyo inabidi uishikilie ndoo yako vizuri. Kale ka ujumbe bwana harusi akatoa 50,000 tena akanipa. Kashukrani tena. Kiukweli Tabora sikuishi kwa kutumia hela yangu. Ukweli huo. Ile lambo nilopewa niliweka kwenye account, na siku naondoka kuna wadau ambao nilisoma nao Tabora walinichangia nauli wakanipa. Nilikuwa nataka nipande train, wakaniambia panda basi. Nikapanda basi VIP nikaja mpaka Dar. Kwa kiukweli nashukuru sana. Nilipokelewa vizuri sana nyumbani sana. Na unatamani sasa hivi ukirudi tena nyumbani wakupokee vipi, au unatamani urudi tena katika namna ipi zaidi ambayo unapendelea wakuone kwa awamu utakaorudi tena? Wakati nimeenda pia
nilienda kwenye shule moja inaitwa sekondari ya Isevia kwenye mahafali ya form 4. Wengi walihitaji kuigiza, wengi sana wana ndoto ya kuigiza. Safari nitakavyorudi Tabora, zawadi nitakayoipeleka Tabora ni kwenda kuwapelekea vifaa, taenda na vifaa, ni kwenda kushuti movie. Yani zawadi ni shuti nao movie. Simeona vizuri brother. Wale wote ambao wenye ndoto ya kuigiza nitapeleka zawadi hiyo. Sina cha kuwapa wote, ila wao wanaweza kunipa mimi peke yangu. Yaani wakiwa 100 wanaweza kanipa done, ila mimi siwezi kuwagawia watu wote 100. Yes. Kwa hiyo wanataka kuigiza nitawapa nafasi ya kuigiza ili tuweze kuinua pia na mkoa wetu. Yes, iko hivyo.